Karibu sana katika siku ya leo tuweze kuangazia historia fupi ya rais wa Urusi Vladimir Putin, namna pia ambavyo aliweza kushika kiti cha uraisi pale nchini Urusi hadi sasa mwaka huu 2025 ambako anasimama kama rais mkuu wa nchi hiyo. Basi siku ya leo nitakufahamisha kiundani kabisa historia ya bwana Vladimir Putin, namna ambavyo ameanza uongozi na kushika kiti cha uraisi pale nchini Urusi. Inakumbukwa miaka 25 iliyokwisha kupita, Urusi ilimchagua Vladimir Putin kama rais wake kwa mara ya kwanza, ambapo kuinuka kwake madarakani kulikuwa kwa haraka na bila kutarajiwa kulitokea miezi michache baada ya kuingia kwenye uwanja wa kisiasa, ambapo aliweza kuwapita viongozi wazito wa kisiasa ambao walikuwa wametumia muongo mmoja kujenga umaarufu wao, na alikaa kwenye kiti cha uraisi rasmi kama mkuu wa nchi mnamo mwaka 2012, ila hapo nyuma alikuwa akikaimu, na huyo ndiye rais aliyekaa madarakani kwa muda mrefu pale nchini Urusi. Kama mshindani katika uchaguzi, Putin alikuwa mstaarabu, mtulivu na mwenye urafiki. Hakutumia maneno ya busara au ishara kwa wapinzani wake. Pamfilova aliwahi kuliambia hivyo shirika la habari la TASS kutoka nchini Urusi kuhusu Vladimir Putin, ambako Pamfilova alisisitiza kuwa Putin anaheshimu wale wanaoshikilia maoni yao na kuyatetea kwa uaminifu badala ya kutafuta kibali chake au kumbembeleza. Alishawishika na hilo ni kutokana na uzoefu wake mwenyewe, kwani alimkosoa sana kabla ya kuchaguliwa kwake kama rais. Pamfilova alisema hivyo. Hapo awali wagombea takribani 33 waliwasilisha hati kwa tume kuu ya uchaguzi CEC kwa uchaguzi wa mwaka 2000, lakini hata hivyo baada ya mchakato wa kukusanya saini ni wagombea 11 pekee waliosalia kwenye kura ya uchaguzi wa urais wa Machi 26 ya mwaka 2000, ambapo kando ya Putin na Pamfilova orodha hiyo ilijumuisha Gennady Zyuganov wa chama cha kikomunisti, Vladimir Zhirinovsky wa chama cha kidemokrasia cha Liberal na Grigory Yavlinsky wa Yabloko, Samanilei wa gavana wa Amanilei Taski, na pia watawala wa Amatovitini, Kemerovo na mkurugenzi wa filamu Santislavi Govorukhin. Putin alikuwa tayari anahudumu kama kaimu rais tangu Disemba 31 ya mwaka 1999 kufuatia hotuba maarufu ya kuaga ya mtangulizi wake katika siku ya mwisho ya mwaka. Tangu mwanzo wa kampeni, Putin alionekana kama mkimbiaji wa mbele asiyeweza kupingwa, na kufikia mwisho wa mwaka huu 1999 alikuwa ameungwa mkono zaidi ya mara mbili na mshindani wake wa karibu aliyefahamika kama Gennady Zyuganov, na kufikia mafanikio hayo ya ajabu katika muda wa chini ya miezi 6 katika ofisi ya waziri mkuu. Matarajio ya urais ya Putin yalianza kuonekana wazi mnamo mwezi Agosti ya mwaka 1999 wakati Yeltsin alipomteua kuliongoza baraza la mawaziri. Wakati huo Putin alikuwa tayari ameshikilia nyadhifa muhimu huko Moscow kwa miaka kadhaa, na umaarufu wake uliongezeka kufuatia kufanikiwa kwa shambulio la wanamgambo huko Dagestan. Mwezi wa 8 mwaka 1999 Putin alionekana katika upigaji kura wa VCIOM kwa mara ya kwanza. Kufikia mwezi wa 10, 21% ya Warusi walionyesha wangempigia kura, na kufikia mwishoni kabisa mwa mwezi Novemba umaarufu wake ulikuwa umepanda hadi 42%, huku 80% ya watu wakiidhinisha utendakazi wake kama waziri mkuu wa nchi hiyo, ambapo Putin aliwaambia waandishi wa habari kipindi hicho ya kwamba sizingatii hili, ni muhimu kufanya kazi si kwa ajili ya kukadiria,
ikiwa utafanya kazi kwa ukadiriaji itaanza kuanguka mara moja. Putin aliweza kunukuliwa hivyo kipindi hicho. Na kufikia katikati ya vuli, vyombo vya habari vilianza kurejelea Putin kama mgombeaji wa uraisi, lakini hata kama Yeltsin akujiuzulu mapema, uchaguzi bado ulipangwa kufanyika mwezi Juni ya mwaka 2000. Hivyo mwishoni mwa mwezi Novemba, shirika la habari la TASS lilimweleza Putin kama mwanasiasa maarufu zaidi miongoni mwa Warusi na mgombea pekee wa Kremlin katika uchaguzi ujao wa uraisi, ambako hapo awali alikuwa amethibitisha hadharani nia yake ya kugombea na kupokea kibali cha Yeltsin. Kufikia mwezi Disemba tarehe 31 ilikuwa wazi Putin angegombea uraisi. Wakati huo pia bado alikuwa na majukumu ya waziri mkuu kusimamia. Pia taifa lilikuwa katikati ya kujikwamua kutoka kwa mzozo wa kifedha wa mwaka 1998 ambapo pato la taifa la Urusi lilikuwa limerejea katika kiwango cha 1995 na wastani wa mapato ya kila mwezi ya watu yalikuwa chini ya $50. Mapato ya wastani yalidhoofishwa zaidi na mfumuko wa bei uliongezeka ambao ulifikia 36.5% mwaka 1999, huku ukosefu wa ajira ulikuwa katika rekodi ya juu ya 13%, wakati pension na malipo mengine yalicheleweshwa mara kwa mara, ambapo enzi hizo mmoja kati ya Warusi watatu aliishi chini ya mstari wa umaskini. Changamoto nyingine kubwa ilikuwa operation kubwa ya kukabiliana na ugaidi inayojulikana kama vita vya pili vya Checheni, ambako kwa nadharia Putin angeweza kutangaza hali ya hatari au sheria ya kijeshi ili kupata faida zaidi ya wapinzani wake, lakini alichagua kutofanya hivyo, na alisema muda mfupi baada ya kuteuliwa kama waziri mkuu ya kuwa hakuna mahitaji ya lazima ya kuanzishwa kwake. Hali ya kimataifa pia ilikuwa ngumu kufikia mwishoni mwa miaka 1990, kwani Urusi ilikuwa na deni kubwa baada ya kukopa kutoka IMF mara 8 kwa jumla ya dola bilioni 22, na zaidi ya hayo Urusi ilikuwa imerithi madeni ya nje ya muungano wa Sovieti, ikichukua majukumu kutoka kwa jamhuri nyingine badala ya hisa zao za mali za kigeni. Mwaka 1999 deni la nje la Urusi lilichangia 60% ya pato la taifa, takwimu ambayo ingeshuka hadi 18% kufikia mwaka 2005. Pamfilova alisema sasa dunia nzima ilikuwa inashangazwa na uwezo wake wa ajabu wa kudumisha kujidhibiti katika hali mbaya, kamwe kushuka hadi ngazi ya mediocre personalities kati ya viongozi wa Magharibi, na chuki ya viongozi wa Magharibi mara nyingi huchukiwa na ruhsitophobia. Alipoingia madarakani kama kaimu rais saa 6 mchana, ilikuwa siku ya Disemba 31, Putin aliitisha kikao cha dharura cha baraza la mawaziri. Ndani ya saa chache kikiitisha kikao cha baraza la usalama na kuthibitisha kuendelea kwa sera za kigeni na kupanga mazungumzo kuhusu Chechenia na mikutano na viongozi wa chama Januari 2 mwaka uliofuatia, ambapo aliahidi katika hotuba yake ya kwanza ya mwaka mpya jioni hiyo ya kuwa nataka kusisitiza ya kwamba hakutakuwa na dakika ya utupu wa nguvu nchini. Hakujawa na utupu huo na kutakuwapo ili kuthibitisha maneno yake. Putin aliweza kuonekana saa 12 asubuhi mnamo Januari 1 huko Gudamesi, Chechenia, ambapo aliweza kutoa tuzo kwa wanajeshi. Hakutafuta pongezi na sifa pekee, bali pia ushauri mzuri kutoka kwa wale waliokuwa karibu naye. Moja ya sifa nyingi ambazo hupata heshima kubwa kwa rais ni uwezo wake wa kukubali kukosolewa, ikiwa ni mwaminifu na kwa lengo
la kuimarisha Urusi, anathamini kuzingatia masuala muhimu na yasiyofaa ambayo yanahitaji kushughulikiwa hasa yanapoambatana na mapendekezo madhubuti. Pamfilova alibainisha hivyo. Putin aliepuka mbinu za kawaida za uchaguzi, akipendelea kushinda wapiga kura kupitia vitendo vya kweli. Pia alichagua kutoshiriki katika mijadala ya televisheni, zoezi ambalo anaendelea kuliepuka hadi sasa, akisema teknolojia za kisasa za kabla ya uchaguzi hazina aibu, kwani zinahusisha kuwatazama mamilioni ya watu machoni na kutoa ahadi huku wakijua ya kuwa hazitekelezeki. Aliwaagiza washirika wake wa kampeni wasitengeneze picha tamu yenye rangi ya waridi. Alitumia kipimo kile kile kwa wengine, akiwahukumu kwa matendo yao halisi. Pamfilova pia alisema, akimzungumzia Putin, ya kuwa alikuwa mmoja wa watu wachache waliopiga kura katika jimbo la Duma kupinga kuteuliwa kwake kuwa waziri mkuu, na kwenye vikao vya kamati ambapo kugombea kwake kulijadiliwa, akusita pia kumkosoa usoni Vladimir Putin. Licha ya hayo, baada ya uchaguzi kumalizika na Putin kama mshindi, alimkaribisha Kremlin na alitaja kwamba alifuata hotuba zake kwa nia na kisha akampa jukumu la kuongoza tume ya rais ya haki za binadamu kwa hiari, ambapo hapo ndipo ushirikiano wao wa muda mrefu ulipoanza. Pamfilova alikumbusha hivyo. Putin alikiri ya kwamba hakuweza hata kufikiria hata katika ndoto ya kwamba siku moja atashiriki katika uchaguzi, lakini alibainisha, ikiwa unashiriki katika aina yoyote ya mapambano, daima tegemea matokeo mazuri, vinginevyo haina maana kuanza. Kaimu rais aliona kushinda katika duru ya kwanza kuwa bora, lakini alifafanua ya kuwa haikuwa tu kwa manufaa yake ya kisiasa. Alichochewa na hamu ya kuiokoa nchi gharama zinazohusiana na uchaguzi wa marudio. Hiyo ni karibu sawa na kile ambacho wastaafu wote katika mkoa wa Moscow wanapokea kwa pension. Kwa kweli hali ilikuwa ngumu zaidi, na uwezekano wa duru ya pili ulibaki hadi dakika ya mwisho, hadi saa 2:49 asubuhi, huku nusu ya kura zikiwa zimehesabiwa. Ilikuwa wazi kuwa Putin angeshinda katika duru ya kwanza. Matokeo ya mwisho yalionyesha waliojitokeza kuwa 68.7%, huku 52.9% ya kura zilizopigwa ni kwa Putin. Zuganovi akachukua nafasi ya pili, akifuatiwa na Yavlensky katika nafasi ya tatu. Hapo ndipo mwamba Putin akashikilia usukani wa kuwa na sauti juu ya Urusi. Mpaka sasa ni mtu maarufu sana, hasa kutokana na mifumo yake ya uongozi pale nchini Urusi. Mara nyingi pia anasifika kuwa rais mwenye kauli moja, kwamba akisema amesema, mpaka baadhi ya viongozi wa Ulaya humuita dikteta, ambako pia ameipa Urusi mafanikio mengi kiuchumi, kijeshi na kadhalika, na bado anazidi kushikilia Urusi, huku raia wengi wakionekana kumwamini sana rais huyo. Ni mengi ya kumwelezea Putin, ila haya ndiyo machache kati ya mengi ambayo Putin yamemchora hadi kupata uongozi na kujizolea umaarufu alionao hadi sasa kutoka pale nchini Urusi. Na huyu ndiye Vladimir Putin, rais kutoka nchini Urusi. Na hivi pia ndivyo namna ambavyo aliweza kupata nafasi ya kuwa rais mpaka sasa mwaka 2025 tangu mwaka 2012.